kuanzia serikali iliyopita mpaka sasa sidhani kama iko sawa ya kwamba Chadema kuna katazo la kufanya siasa. Sidhani kama iko tumemaliza chama. Yani kwa lugha nyingine ni kwamba Chadema haijazuiliwa, na ndio maana huoni kiongozi yoyote popote akizuiliwa kuzungumza. Bahati nzuri mtaona kuna matukio kadhaa ambayo viongozi wetu wa chama wamezungumza. Na hivi ninavyozungumza, juzi makamu mwenyekiti wa chama aliongea na waandishi wa habari. Na juzi kulikuwa kuna kesi ambayo ilikuwa Dodoma, na baada ya pale uliona viongozi wa chama waliongea. Kama walikuwa wamezuiwa, manake walikuwa hawawezi kuzungumza lolote kuhusiana na siasa. Hilo ni mojawapo. Lakini jambo lingine la pili kwamba chama kimepoteza uelekeo, na mimi ni mwanasiasa, kwamba yani kwamba ninaweza nikaingia kwenye platform yoyote ya kisiasa. Mimi ukiachana na wanasiasa, mimi ni mwanaharakati. Sasa kuna vitu viwili ambavyo vinakwenda ndani ya nchi yetu. Ukiwa mwanaharakati, ili uwe na platform ambayo itakusaidia, ni lazima uingie kwenye chama cha kisiasa. Lakini baada ya kuona sioni uelekeo, manake ninaweza nikawa mtu ambaye ninaweza nikawasemea Watanzania pasipokuwa na chama chochote cha kisiasa. Tunao watu wengi ambao wanawasemea Watanzania lakini hawapo kwenye mfumo wa vyama vingi vya kisiasa. Mfano, nilitoa mfano wa viongozi wa kidini. Kiongozi wa kidini anasema kwa kuwasemea Watanzania, lakini yule sio mwanasiasa. Kwa hiyo jukumu la kuwasemea Watanzania au jukumu la kuzungumza kwa ajili ya nchi yako, sio kwa ajili ya wanasiasa, ni jukumu ambalo kila Mtanzania yoyote ana jukumu la kulifanya. Hiyo ipo kwenye katiba. Kwa hiyo kama Mtanzania ambaye anajitambua, ambaye anaiona nchi yake na anatamani ifike mahali fulani, anapaswa kuzungumza pasipokuwa na platform yoyote ya kisiasa. Kwa hiyo na mimi ni miongoni mwa mtu ambaye nitazungumza pasipokuwa na hiyo platform yoyote ya kisiasa kama wengine wanavyofanya, kwa sababu lengo ni kukemea na kusema. Sasa unakuwa katika mazingira ambayo ukiona hao watu ambao unategemea watasema, wao wenyewe sio waadilifu, wao wenyewe wanakuvunja moyo, wao wenyewe wanakukatisha tamaa, wewe utakuwa na platform ipi ambayo unaiamini, ambayo ukiwaona viongozi hawaaminiki, ili uweze kufikisha ujumbe ambao unatazamiwa? Kwa hiyo mimi naamini sisi sote, hasa ninyi waandishi wa habari, pia ni miongoni mwa watu ambao kupitia uandishi wenu wa habari mna platform nyingine ya kuendelea kuwasemea Watanzania, kwa sababu nchi ni ya kwetu na tutahitaji tuione ikisonga mbele. Hilo sio tatizo. Ndio maana nikasema viongozi wa chama wamezungumza. Jana viongozi wa Bavicha walizungumza na waandishi wa habari kwenye msibani kwa Mheshimiwa Bwegi, na wakatoa hadi mawasiliano ya namba za kupokea lambilambi. Kuna mtu amewazuia? Mimi ninachoweza kuwashauri viongozi wa Chadema, kwanza ni kuwa waadilifu ndani ya chama, lakini pia na wanachadema ambao wapo huko watambue kwamba ile kauli ya komaa kamanda ambao viongozi wa juu wanawaambia, wao hawakomai. Kwa kitu ambacho kinatakiwa kuwepo ni kuwa na uadilifu, kuwa na ukweli, na huo ndio utakuwa msingi wa kukifanya chama kisonge mbele. Otherwise kama hakuna uadilifu, hakuna ukweli, huwezi ukamsema mtu ambaye ni fisadi wakati wewe mwenyewe ukijitazama huna uadilifu wowote. Kwa hiyo ni lazima tusimame katika uadilifu ili nchi iweze kusonga mbele na tuweze kuwasaidia Watanzania. Ni hayo. Maana nilikuwa kiongozi, Chadema ya sasa ni Chadema iliyopoteza uelekeo. Ni Chadema ambayo haina ajenda. Ni Chadema ambayo inavizia matukio ya watu ili iweze kuzungumza. Sasa chama ambacho kinaaminiwa na Watanzania, chama ambacho kina vision, chama ambacho tunaamini kinatokana na nguvu ya watu, ni lazima uione ile nguvu ya watu na uone uelekeo, na watu wenyewe waone kwamba hapa tulipo tunataka kwenda wapi na tutafika. Hapana, mimi na kama ingekuwa hivyo maana yake ningesema labda nina kundi lingine la watu. Huu ni utashi wangu mimi binafsi. Na nimeamua kufanya hivi ili watu waelewe, hasa ndugu zetu wanaotokea mkoa wa Tanga. Mkoa wa Tanga ni moja ya mkoa ulioathirika sana kisiasa. Ni moja wa mkoa ambao ukiwaangalia wananchi wa mkoa wa Tanga kiuchumi wameyumba sana. Kwa kama hata tokea mtu wa kusimama kidete na kuwasemea, tafsiri yake ni kwamba sisi watu wa Tanga tutaendelea kudharaulika, watu wa Tanga tutaendelea kuonekana hakuna uelekeo. Ni lazima atokee mtu aonyeshe njia
na wengine waweze kufuata. Naamini katika ukombozi waga hakuna watu wengi, waga ni watu wachache ambao wanaonyesha uelekeo. Mimi nimeamua kufanya haya nikiamini kwamba ninaonyesha uelekeo kwa ajili ya kuwakomboa Tanzania, lakini kwa ajili ya kuonyesha dira ya hapa tulipo na wapi tunakwenda na tutafikaje. Ndio hicho ambacho kimenifanya nifanye haya. Mimi nimesema Chadema imepoteza uelekeo. Sasa Chadema inaenda kufa wakati huo mimi sipo Chadema. Sasa kama kitu kimepoteza uelekeo, wewe unajua, wewe ukiwa dereva unaendesha gari na unaenda site ambayo sio ya kwako, tafasiri yake ni nini? Tafasiri yake ni kwamba hizo unaweza ukapata ajali au ukakutana na kitu ambacho sio sawa. Na chombo kikiwa kiko baharini, kikiwa kinapoteza uelekeo, maana yake ni kwamba kile chombo kinalofanyaje? Kinaenda kuzama. Kwa hiyo katika hali kama hiyo, naamini ninyi wenyewe mtaona, na baada ya miaka kadhaa, tuseme baada ya miezi 2-3 mbele, nyie mtaona tangu Chadema imefanya uchaguzi na tangu mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Lissu akiwa yuko ndani, utaona kabisa Chadema imepoteza uelekeo kwa asilimia kubwa sana, zaidi tu ya kufanya mark time na hakuna lolote ambalo linaenda. Mimi sijiungi na chama chochote cha kisiasa, sijiungi na Chauma, sijiungi na CCM, sijiungi na chama chochote cha kisiasa. Zaidi nabaki kama mtu huru kwa ajili ya kuwasemea Watanzania. Ninaamini nina kundi kubwa la watu ambao bado wanaamini kwamba kuna watu wengine ambao wanakosa watu wa kuwasemea. Platform ya kisiasa haiwezi kuwa sehemu pekee ya kuwasemea Watanzania. Tunao viongozi wa kidini, tunao na watu wengine ambao wanawasemea Watanzania. Ninachokisema mimi ni kuwa na kweli ile ambayo Watanzania wataamini na wataona, na uelekeo huu ambao tunaamini unaweza ukawasaidia. Ni kwenye maliziano. Maliziano yanayozungumzwa na viongozi wetu, ukiwatizama kwa nje wanasema hawataki maliziano, lakini ukija kwenye uhalisia viongozi wetu wameshaanza kufanya maliziano muda mrefu. Sasa Watanzania nje wanaona kama hakuna hicho kitu kinachoweza kuendelea, lakini ili nchi iweze kusetwa vizuri ni lazima watu wakae mezani. Na hata sasa hivi vita vinavyoendelea huko, watu wanatafuta suluhu kwanza, kwa sababu usipotafuta suluhu manake nchi haiwezi kusonga mbele. Hakuna kitu ambacho kinazuia watu kuzungumza ili tuwe na muafaka wa nchi na tuone tunafikaje tunakotaka kwenda. Bila kufanya maliziano, bila kuwa na mazungumzo, bila kuwa na namna ya kuiponya Tanzania, tafasiri yake ni kwamba tutaendelea kuiumiza Tanzania. Sisi ni vizazi ambavyo tunapita, lakini lazima tutizame kizazi hichi kinachokuja, kizazi cha vijana, kizazi cha watoto ambao wanatutegemea. Kama tutashindwa kuwatengenezea njia iliyo bora, maana yake tutaendelea kuiharibu Tanzania kwa mikono yetu wenyewe. Kwa tuna kila sababu ya kukaa na kuona kwamba nchi hapa ilipofikia na haya yanayoendelea ni nini ambacho kimefanya tumefikia hapa, na hapa tulipofikia tunatokaje hapa kuelekea huko ambao tunatamani sote tunaweza tukafika. Bila kufanya hivyo tutakuwa tunafanya mark time, Chadema watakuwa wanapiga kelele, mwisho wa siku utashtukia mwaka 2030 huu hapa, lakini hakuna mpango wowote na hakuna chochote kinachoendelea. Chama chochote cha kisiasa kimesajiliwa, lakini kinatakiwa kifanye kazi zake. Sasa mambo mengine hayo mengine yanayozungumzwa ni kwamba watu wanatakiwa wakae mezani na wanatakiwa wazungumze. Wakati ule wa Freeman Mbowe, ninyi ni mashahidi, mlikuwa mnaona viongozi wetu ambao ndio sasa hivi ndio viongozi wa chama, mfano makamu mwenyekiti wa chama alikuwa kwenye ile kamati ya maridhiano. Wakifika wanakubaliana, akitoka nje anakataa yale waliokubaliana. Kwa nini usiyakatae mezani? Alafu ukitoka ndani utoke na msimamo wa ndani, utoke nao nje. Unatoka na msimamo unaingia na msimamo wa ndani ambao ni tofauti, ukitoka nje unatoka na msimamo wako mwenyewe.